Ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar imetia saini hati ya makubaliano na taasisi ya chama cha watu wenye ulemavu cha Norway yenye lengo la kuimarisha ushirikiano katika utekelezaji wa mipango mbalimbali ya maendeleo na ustawi wa jamii ya watu wenye ulemavu. Tukio hilo la utiaji saini lililofanyika katika ukumbi wa mkutano Sama Madinatul Bahari Zanzibar linatajwa kuwa hatua muhimu katika kuongeza ufanisi na utendaji kazi na kuleta tija kupitia miradi ya pamoja. Kaimu Katibu Mkuu ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Sheha Mjaja Juma amesema ushirikiano huo kati ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais na NAD Zanzibar unalenga kuunganisha nguvu katika usimamizi wa sera, mipango ya kijamii na kuimarisha huduma mbalimbali zinazowagusa watu wenye ulemavu moja kwa moja. Sote tunafahamu kwa Zanzibar tunaongozwa na dira ya taifa ya maendeleo 2050. Na dira hii inaonyesha shughuli mbalimbali ambazo zinapaswa kufanywa na kutekelezwa kupitia mipango ya maendeleo ya miaka mitano. Na miongoni mwa mambo hayo yaliyomo basi ni kuhakikisha kuwa tunaendeleza fursa na kuwashughulikia watu wenye ulemavu. Na jambo hili haliwezi kufanywa na serikali peke yake. Linahitaji kufanywa na wadau mbalimbali ndani ya serikali lakini pia nje ya serikali. Na ni muhimu sana ushiriki wa sekta binafsi na taasisi za kiraia za ndani na nje ya nchi. Leo tupo hapa kwa sababu ya mashirikiano hayo katika dhana ile na dhamira ile ya kutekeleza dira hiyo ili kuhakikisha kuwa watu wenye ulemavu Zanzibar basi nao wanapaswa kuwa na fursa sawa kama sisi ambao hatuna ulemavu, ili kuhakikisha maisha yao sasa nao wanakidhi mahitaji yao, lakini pia wanashiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Naye katibu wa watu wenye ulemavu taifa Zanzibar, mhandisi Usi Hamis Debe, amesema hatua hiyo inaonyesha dhamira ya pande zote mbili katika kuhakikisha maendeleo ya watu wenye ulemavu yanapatikana na kwa wakati sahihi. Hivyo ni vyema kufuatilia harakati zote zitakazoendelea. Programu yetu hii ina maeneo kadhaa ambayo tunatarajia kuyatekeleza, na eneo la kwanza tunaendeleza katika eneo la elimu mjumuisho, kuwajengea uwezo walimu na kuhakikisha kwamba watoto wetu wenye ulemavu wanapata elimu iliyo bora. Eneo la pili ni eneo la human right advocacy linaendelea. Ni eneo ambalo ni kujenga uelewa wa jamii, kujenga uelewa kwa jamii kiukubwa katika kufahamu haki za watu wenye ulemavu, lakini vile vile kuwajengea uwezo jumuiya za watu wenye ulemavu katika kutetea haki za watu wenye ulemavu. Eneo la tatu ni eneo la rehabilitation, na eneo hili watakuja kulizungumza nani anahusika katika maeneo hayo. Ni kwamba tunalenga kufanya huduma hizi za marekebisho kwa watu wenye ulemavu, ambapo programu hii ipo kwa wenzetu Zanab, lakini vile vile tunafanya eneo la CBAD ambayo hii program ipo kwa upande wa Shijuwaza, na eneo jingine ni eneo la economic empowerment ambalo eneo hili lipo pia kwa upande wenzetu wa Shijuwaza. Na katika programu hii imelenga kufika katika wilaya zote, kuhakikisha watu wenye ulemavu tunawajengea uwezo na waweze kufikia vigezo vya kukopesheka na kujikimu kimaisha ili kuondokana na wimbi kubwa la umaskini. Hata hivyo, mkurugenzi mkaazi wa NAD Zanzibar, Abdullah Amur, amesema makubaliano hayo yanatoa fursa ya kuandika kazi zao rasmi na kupata ufuatiliaji bora zaidi. Leo ni siku ambayo nadhani ni nzuri kwa sababu sasa makubaliano yetu na kazi tunazozifanya za baraza zimekuwa documented kwa hati maalum, lakini itatusaidia pia kuongeza juhudi za mashirikiano haya. Kila mmoja kati yetu atajua mipaka yake ni yapi na maeneo yetu ya mashirikiano yetu ni yapi, lakini pia itatuwezesha kufanya kazi kwa ukaribu zaidi katibu. Na sisi kama kiungo kwenye programu hii ambao tunawakilisha kwa karibu sana wenzetu wa partners, tunachukua nafasi hii kushukuru
ofisi yako katibu, lakini ofisi nzima, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, kwa mashirikiano makubwa mliotupa tokea tunaanzishwa taasisi yetu hii ya NAD Zanzibar, lakini tokea uanzishwaji, utengenezaji wa programu hii ya Kadir mpaka tulivyoifungua mwaka jana na mpaka katika stage hii ya utekelezaji. Tunatarajia kuwa kwa ishara hii tuliyoiona, mashirikiano haya yatadumishwa zaidi na tutafanikiwa kwa pamoja. Fatma Hussein, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.